Siku hizi watu tunaogopana. Kwa nini tunaogopana? Hatuna hata neema ya kutunza siri za watu. Wewe, mtu amekuambia mapito anayoyapitia, amekwambia majaribu aliyonayo, amekwambia uhitaji alionao. Baada ya hapo unatoka unaenda nje, unaenda kumwanika kwamba unajua fulani anapitia hiki na hiki, unajua fulani anapitia hiki na hiki. Hauna uaminifu. Nataka kukwambia, kama ukishindwa kutunza siri za watu wengine wanazokuambia, hata siri za maisha yako hautaweza kuzitunza. Yaani mtu yeyote ambaye akipelekewa taarifa ya mtu na huyo mtu anakuwa wa kwanza tena kuichukua ile taarifa na kuanza kuisambaza, huyo mtu hata yeye mwenyewe kuna wakati huwa anatoa siri zake nje. Tumekuwa waandishi wa habari wabaya wa maisha ya wenzetu. Kila unapopata udhaifu wa mtu, unautumia huo udhaifu kama fimbo ya kumchapia kwenye maisha. Unaenda kusambaza huo udhaifu wa huyo mtu. Dhambi mbaya sana. Usije ukautumia udhaifu wa mtu kwenye maisha yake kama mtaji wa kutafuta umaarufu kwenye maisha yako. Hiyo itakuwa ni dhambi ambayo siku moja Mungu atakuchapa kiboko ambacho hautakuja ukisahau. Iko siku, kama ambavyo unatumia udhaifu wa watu kama fimbo ya kuwachapia, iko siku na wewe utachapwa kiboko kutokana na udhaifu wako ulionao, na utashangaa na utabaki unajuta. Kwa nini? Utakuwa unapewa mapato yako uliyostahili. Mungu anataka watu waaminifu.